Sikupendi, sikutaki na wala sikuhitaji. Umenipiga? Kaba mkubwa, leo nakusamehe. Siku nyingine ukiniona, kimbia kama mhalifu anavyokimbia defender. Wewe nenda kafie mbele. Bora kuacha kuliko kuachwa. Usia wa marehemu. Usia wa marehemu. Nurat, hachana na mume wangu Masaru, la sivyo utajuta kuzaliwa. Nyakao, kamwambie Masaru aniache na si mimi kuachana naye. Unasemaje kahaba wewe? Nirefushe mdomo na sura yako chachu kama twila nazi lililoganda, na ukiendelea naye utabatizwa jina. Mama, pale mume unaye kweli, ila wewe hujajiuliza ni kipi alikosa kwako akaja kwa kahaba. Esther, mfunge mmeo kamba, vinginevyo hutomuona. Wewe umemroga mume wangu. Sasa natoa onyo. Muone kamba baba mko wako. Sina mpango na hicho kimbaumbau. Nimeshamaliza haja yangu. Tumepoteza dira. Kuna jambo tuliweke sawa hapa. Jambo lenyewe ni kuhusu Nyakao na Esther. Wanawake hawa wametuvua nguo, hivyo tumekubaliana na Asujo. Wanangu, nataka niwaambie jambo muhimu. Mandaki, wewe ndio mwanangu wa kiume, hivyo nakutegemea kwa kila jambo. Nawaambia, Masaru na Asujo hawatadumu na mama zao, watasalitiana na mwisho wataachana. Naona mwisho wao mbaya, na wasipoomba msamaha mapema watakuwa ni watu wa kutangatanga, wasiokuwa na mbele wala nyuma.
Baba, naomba uwasamehe shemeji zangu, hawajui watendalo, kwani bado wanayo nafasi ya kujirekebisha. Baba yangu, hilo jambo ninalo ni jambo zito. Punguza hasira, wasamehe wanao. Wanangu, mmenisumbukia sana wakati wao wako na mama zao. Ona mwanangu Mandaki amesimamisha kazi zake zote kwa ajili yangu. Hakika hili sintolifuta wala kubadilisha. Ni kweli kabisa. Tumeamua kuachana na Nyakau pamoja na Esther kwa sababu wanawake hao ni wasaliti, tena wauaji. Mnadhani mkitufukuza ndio mtapata uso wa marehemu au riski? Hapa msijisaulishi. Mtutuma kwenda kwa kina Nyambofu na Mandaki ili mpate ulisi, nasi tulifanya hivyo hivyo. Si Nyakau? Kwa taarifa yenu, Nurati alituambia kila kitu na mke mkijua hilo. Na kwa kuwa mmemwaga ugali, sisi hatumwagi mboga, bali tunanunua unga, tunasonga ugali. Nyanyama! Nyanyama! Sadiki. Mimi huwa naamini umbea kwa mwanamke suna, kwamba hata wewe mwanaume. Una maana gani? Kilichokutoa hapa nakwenda kumwambia Nura tayari maneno yaliyotokea pale msibani ni nini? Maana yeye hakuwepo na wala kusikia, lakini kanisimulia mwanzo mwisho kama alikuwa pale ndani. Yaani inaonekana wewe kusutwa ni faradhi. Muone kwanza alivyopua baya kama domo la bata. Asujo na Masaru walitoka na Nurati, Nyakao na Majala, alafu Bravin na Mtani walitoka na Esther. Na kingine, warithi wa Marizi ni Mandaki pamoja na Nyambofu, watawatunza Jennifer na Gati. Kwa ushahidi zaidi, ndugu zangu, nimewaita hapa ili kusikiliza maneno niliyo nayo. Mali zangu zote ni mali ya mwanangu Nyambofu na mumewe, na wao watawalea wanangu na kuwasomesha mapacha Jennifer na Gati, na si wengine. Natamka kuwa sina watoto wa kiume na wasipewe chochote changu. Nadhani mtakuwa mmesikia.
Hii dunia imejaa mengi makasiriko. Hii dunia wapi twaenda, imepoteza nuru, hata sehemu ya kuanzia twaishika kunguru. Tumepoteza dira, imejaa machungu, fitina vimetawala, watu tumekosa heshima, mikosi imetawala. Baba naye kafariki, kaniacha kwenye ziki, visa mikasa usaliti, twagombania urithi, 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 urithi. Yote sababu ni usia, usia wa marehemu, usia, usia wa marehemu, usia, usia wa marehemu, usia, usia wa marehemu. Yeah.